Maria ni jina tukufu la furahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaimba, usiku na mchana wanaimba, wakisema ave ave Maria, ni jina tukufu jina Maria. Asante jamani, yaani ninaringia hilo jina kufa. Mmenielewa eh? Yaani ninaliringia na nalisikia raha. Amina. Sasa jina langu ni Ave Maria. Ubini wangu semanga. Kwa hiyo wao ukisikia Ave Maria OG ni mimi. Na nina uhakika kwa Tanzania mimi ni Ave Maria wa kwanza. Lakini sasa hivi we are more than 200. Na hao 200 wamenidandia. Yaani baada ya kujua, kumbe ninaweza kuwa jina. Wanafunzi wangu wengi pale Muhimbili wametoka, wameenda, wameoana watoto Ave Maria. Mimi kuna mzazi mmoja kutoka Moshi, tulikutana kwenye workshop, najitambulisha, naitwa Dr. Ave Maria Semakafu kutoka Muhas. Aligeuka, nataka kuongea na wewe. Nikasema sawa, kuna nini sielewi. Kutoka, akasema umesema wewe ni nani? Nikamwambia mimi naitwa Ave Maria, mwalimu Muhas. Watoto washenzi wale wametusumbua kwenye familia. Nikauliza tena, ushenzi unatoka? Anasema bwana, wanafunzi wako wameoana, sie kwetu wa mtoto wa kwanza wa kike ataitwa Mankamai. Si unaelewa, anachukua jina la mama wa mume. Watoto wamegoma, mtoto wetu ataitwa Ave Maria. Kumbe ni mwalimu wao, yaani akaishia kuanzia hapo. Lakini sasa hivi wamejaa kwenye familia. Mimi ni number 1, binti wa mdogo wangu number 2, mjukuu wa marehemu kakaangu number 3. Kwa hiyo kuna Ave Maria watatu kwenye tumbo letu. Kwa hiyo jamani, hizi baraka zipo. Majina haya yanatoa baraka na ukiamua kuiishi ile baraka. Sasa pili, mimi nimebatizwa Kristo Mfalme Moshi. Ni kanisa Kristo Mfalme. Nina uhakika ukienda kwa mwaka ambao nilibatizwa, hutalikuta jina la Ave Maria. Marehemu babangu alipenda nibatizwe Ave Maria. Padre akasema mtoto akikua akajua jina lake ni Salamu Maria atakasirika, badilisha jina. Baba akagoma. Unaelewa, mpaka kwenye kisima cha kubatizia baba akagoma, akasema mimi binti yangu ataitwa Ave Maria. Padre aliponimwagia maji akataja jina lake, na yeye akavuruga, Maria asante Mungu. Mmenielewa? Kwa hiyo jina la ubatizo la kwangu ni Maria asante Mungu. Mungu bado anashukuriwa. Lakini nimeishi kama Ave Maria. Baraka zangu nimezipata kama Ave Maria. Officially mimi ni Ave Maria. Siku naolewa nikaitwa kule Maria asante Mungu, lakini padre ilibidi aniite Ave Maria. Manake ndio jina ninalolijua. Kwa hiyo jamani, naomba niwaelezee miaka 43 tangu niingie University of Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Lakini ninatimiza miaka 40 tangu ni graduate degree yangu ya kwanza hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi historia yangu ni hapa hapa. Baada ya hapo masters yangu ni hapa hapa. PhD yangu ni hapa hapa. Kwa hiyo mimi hapa ni mwanafunzi yule ambaye nimekuwa nao. Mimi mkinihesabu tangu primary, ukihesabu watu wote wananifahamu. Ave Maria, Ave Maria. Nenda Kibosho Girls nilikosoma O level, Ave Maria anajulikana. Nenda Korogwe Girls nilikosoma A level, Ave Maria. Njoo chuo kikuu wananifahamu wote. Na baadhi ya wanafunzi wakati ule tunajenga program tumezianzisha. Mimi ndo nilikuwa nacheza, ndo tulioanzisha Gender Club hapa. Kwa hiyo wanafunzi waliopita kipindi kile wanafahamu. Jamani, raha jipe mwenyewe. Mtu akitazama maisha yako, sifa na utukufu wa Mungu na kueleza hamnishindi. Mimi na miaka 65. Umenielewa? Nimecelebrate miaka 65 mwezi wa pili. Lakini si mnaniona? Hii baraka na utukufu ni wa Mungu kwa sababu ninamappreciate kila siku. Kwa hiyo nanyi naomba niwape moyo. Katika maisha yako Mungu kwanza. Mimi nina neno langu moja ambalo wanalisema.
Si nimepewa jina la Ave Maria. Mimi ni mwenyekiti wa Legio Maria, parokia ya Bikira Maria Mama Huruma. Vile vile mwana Rosari Hai. Umenielewa? Hii shughuli nimeamua kutembea na huyo ambaye babangu alitaka niitwe ile salamu. Baada akafikiria anaigomea na yeye akanipa neno jina gumu zaidi. Umenielewa hilo neno? Kwa hiyo mimi ninajua hapa nilie naye ni Mama Maria. Bikira Maria alimwambia wameishiwa divai. Wameishiwa divai. Kwa hiyo mimi nikijikuta tu nina tatizo, namwambia napiga novena yangu Mama Maria, naomba tafuta, ukishakuwa umeingia kwenye Rosari Hai, naomba uhesabu punje. Uhesabu punje, hilo ndio jina langu. Kwa hiyo na mimi sio mwanafunzi, mimi sasa hivi ni mstaafu. Mimi nilipofikisha miaka 60 niliamua kustaafu. Kwa sababu wakati ninafundisha MUHAS nilikuwa Shiva. Mnamjua Shiva? Yule Mungu wa Kihindi, mnamjua? Ana mikono 6, ana miguu 6. I was really overworked. Yaani katika kila kitu. Kwa wanafunzi nipo, kwa supporting staff nipo. Ikifika sherehe za pale MUHAS, muongoza sherehe ni Ave. Kwa hiyo nilikoma fulani hivi. Simenielewa? Nilisema inafika miaka 60 lazima nitoke. Wewe ni mwana Rosari Hai. Umeshawavuta wangapi? Hivi ungekuwa umejiwekea target kwamba kila mwaka mmoja, angalau mmoja tu umemuingiza. Naomba nikueleze, sio lazima aje kwenye utume. Uhakikishe anaelewa maana na umuhimu wa Rosari, wa kusali Rosari. Nadhani tutafika mbali sana. Matokeo yote ya Bikira Maria anatuomba tusali. Afadhali ukawe chawa mahali panapostahili, au sio? Unakuwa chawa mahali panapostahili. Kwa hiyo mimi kila siku nilikuwa napomwombea mwanangu, namwambia Yesu, yani huyo somo wa babu yako, baba wa mama yako. Kwa hiyo usije ukamwachia pale. Na nyie naomba mtembee kwa hizo. Hata kama una jina lingine, tafuta mwombezi ambaye unajijua utakuwa chawa wake. Mmeshakuwa machawa Mama Maria, jua kulitumia. Yaani jueni kumtumia huyo mliamua kuwa chawa wake. Mjukuu mwanangu akaja, sijui Domi, nikamwambia muishi hapo hapo. Ataitwa Deogratias. Tuligombana. Yaani unaelewa yule bibi ambaye ni mkorofi amekomaa, huyu mtoto ataitwa, ikabidi wanielewe. Wamekaa wanatazamana hapo na waliyechagua naye jina, mimi nikagoma nikasema ataitwa Deogratias. Kwa hiyo mjukuu wangu anaitwa Deo. Tumshukuru Mungu. Umenielewa hilo neno? Tumshukuru nani? Mungu. Uchawa huo ndio mzuri. Kwa hiyo hiyo ndio introduction yangu. Kwa hiyo siku hizi maarufu sana Bibi Deo. Kwa hiyo ukinikuta ukaita Bibi Deo, najua ni watu tuliokutana. Ila kabla sijapata mjukuu wangu mwenyewe, nilikuwa sitaki uzee. Kwa hiyo nilikuwa naitwa Auntie B.